Ni saa 9 kamili majira ya Afrika ya Mashariki. Popote ulipo mpenzi msikilizaji, karibu katika muhtasari ya awamu ya saa 6. Mimi ni Collins Imito. Raila Odinga Jr. hii leo ametawazwa rasmi kama mkuu mpya wa familia ya Odinga wakati wa hafla ya kitamaduni iliyofanyika nyumbani kwao Bondo katika kaunti ya Siaya. Tukio hilo lililoadhimishwa na tamaduni, wimbo na ngoma ya Waluo lilikuja wiki moja baada ya kifo cha babake waziri mkuu wa zamani Raila Odinga ambaye alizikwa siku ya Jumapili. Uongozi wa chama cha ODM kiongozwa na mwenyekiti wao Gladys Wanga na naibu kiongozi wa chama cha ODM Simba Arati wametaka kukamatwa mara moja kwa gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga, wakisema matamshi yake ambayo yalionekana kusherehekea kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ni sawa na uchochezi wa kikabila ambao unaweza kuingiza nchi katika machafuko. Chama cha ODM kinasema matamshi ya Kahiga lazima yachukuliwe hatua kwa dharura na kimewataka wafuasi wake kujiepusha na uchochezi huo huku wakiendelea kumwomboleza Raila Odinga. Mvulana mmoja mwenye umri wa miaka 22 na ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Masinde Muliro huko Kakamega ameaga dunia akiwa kwenye zoezi la usajili wa makurutu ya kujiunga na kikosi cha jeshi KDF katika eneo la Chwele, eneo bunge la Kabuchai katika kaunti ya Bungoma. Kamanda wa polisi wa Bungoma Central David Saina amesema kuwa mvulana huyo alizirai wakati utathmini wa udhabiti wa mwili na alithibitishwa kufariki baada ya kufikishwa katika hospitali ya Chwele. Na kwingineko, shughuli katika mamlaka ya kitaifa ya usalama wa barabarani NTSA zilitatizwa na waandamanaji walioandamana wakilalamikia ongezeko la ajali humu nchini. Waandamanaji hao wakiongozwa na maafisa wa chama cha usalama barabarani na chama cha vidhibiti mwendo barabarani wakielezea wasiwasi wao kutokana na kuongezeka kwa vifo vya barabarani licha ya kuwa na mamlaka hiyo iliyo na majukumu ya kuwalinda Wakenya. Walifanya maandamano hayo nje ya majengo makuu ya NTSA eneo la Milimani jijini Nairobi, na baadaye waliwasilisha ombi lao kwa Wizara ya Barabara na Uchukuzi katika eneo hilo. Haya yanajiri huku mkurugenzi mkuu wa sasa wa NTSA